Karibu tena mtazamaji, hewani ni kipindi cha Zilizala Viwanjani. Upo nami Davis Beria, na hapa kubwa hii leo tunamumunya yote ambayo yanahusiana na michezo. Tulianza tayari, tukaangazia kriketi, tukaangazia mpira wa vikapu kwa wale wachezaji maalum, kisha tukasema kwamba tutaangazia pia klabu bingwa barani Ulaya. Na sasa tukae mkao wa kula, manake tunataka kuzungumza na wale watu ambao waliweka Kenya katika ramani ya dunia na kuiheshimisha Kenya katika mashindano tofauti ya soka. Ni mashindano ya malejendari wa soka, manyota wa zamani waliotamba katika mpira wa miguu, na ni mashindano ambayo yanaandaliwa kwa kusherehekea siku ya wale watu wenye umri zaidi ya miaka 55. Mechi inaendelea sasa hivi, imekwenda mapumzikoni. Ni mechi ya kusaka nani ambaye atakuwa anamaliza katika hasa nafasi ya 3, na mechi hiyo itakuwa inatamatika muda mfupi baada ya kipindi hiki cha mapumziko. Lakini sasa hivi nizungumze na baadhi ya hawa malejendari. Sasa hivi bwana, huyu ni legendari, sema jina lake, lakini kwangu sisi kwamba anafaa bwana kusema Solo. Karibu zaidi kwenye Zilizala Viwanjani. Wakati wako bwana ulitamba ukichezea baadhi ya vilabu vikubwa zaidi nchini. Tuanze tu kwa majina rasmi kwa yule mtazamaji shabiki ambaye hakukuona ukicheza ila anakufuatilia. Tuanze kwa majina. Kwa majina naitwa George Solo Tieno. Jina inajulikana zaidi ni Solo, na wafuasi nao pia walinipa jina ingine Chumbreru, na wakanipa jina ya mgwiji wa soka kutoka Tanzania, Mohamed Kajole. Hili litokana na nini? Hili litokana na ile overlap na hizo long throws, alafu kwa height tulikuwa tunatoshana. Alikuwa tu mfupi kama mimi. Unasema mfupi wa kimo, mwingi wa shughuli. Ni kweli hivyo. Wakati wako bwana, vilabu ambavyo umechezea ikiwemo Gor Mahia, pengine ni nini tofauti ambayo ipo sasa hivi na wakati huo? Kwa sasa, nyakati zile tulikuwa tunacheza mpira, tumependa mpira, tulikuwa tunachezea damu yani, unaona. Lakini kwa sasa vijana wetu wa sasa ndio ni wachezaji, lakini wameweka pesa mbele kuliko kile wanafanyia. Sisi naye tulikuwa tumeweka ile mpira mbele. Mapenzi yalikuwa ya juu zaidi. Mapenzi yalikuwa ya juu. Yani tulifanya hata wapenzi wetu wa soka wa klabu ya Gor Mahia tuliwaweka mahali juu. Yani walijua wakati wote tunaenda kucheza uwanjani lazima tushinde. Unajua nilikuwa nazungumza na controller juzi akinieleza kwamba wakati wenu unavyosema kwamba mtu alikuwa anakwenda uwanjani kucheza tu kwa kujiburudisha, wala hakuwa anaangalia senti zingekuja baadaye. Lakini sasa hivi kila mchezaji bwana anaangalia posho lake linaingia vipi na ni posho la shilingi ngapi. Pengine tu tueleze kwa minajili ya fedha bwana. Wengi wa nyota ambao walicheza enzi zile wamekuwa wakitafsiriwa kwamba hawapo vizuri kifedha. Nini ambacho kilichangia hii? Ni kweli upande wa kifedha anaye tulikuwa tuko chini. Kama mchezaji wa Gor Mahia ilikuwa tukishinda tulikuwa tunapewa 500. Tukienda draw tulikuwa tunapewa 250. Hiyo ni match bonus. Match bonus. Tulikuwa tukishindwa tunaenda bure. Unaona, hakuna chochote kile tulikuwa tunapata kwa mazoezi. Yani kwa mazoezi ilikuwa ni ile kujitolea, tumejitolea kuchezea klabu. Na mshahara sasa wakati huo? Mshahara mimi na mwenzangu Juakali tulikuwa tumeajiriwa na idara Kenya Railways. Tuzungumzie haya mashindano bwana, yanakukumbusha nini, yanakusaidia nini sasa hivi? Yani haya mashindano yananikumbusha enzi zile zetu tulipokuwa uwanjani. Na tena kwa mashindano kama haya inatufanya sisi magwiji wa zamani tuweze kupata vile tunakutana, kwa vile tunatoka mbali. Mimi kwa sasa niko reserve, natoka Mfangano kule ndani kwenye island, na wenzangu wa Western, mtu kama ndugu yangu Tobias Ochola, baada na shughuli hapa hivi. Sasa kitambo tuonane sio rahisi, lakini hii kongamano imefanya nimemuona tena, nafurahi kumuona, nafurahi niwe karibu nao wakati wote, na imefanya pia nikapatana na magwiji wengine wale nilikuwa nawasikia tu kama Mohamed Kajole, Kibaden,
wakina Isa Sekatawa. Nilikuwa nawasikia tu kwa umbali, sikuwa naweza ona, lakini kwa leo nimefurahi sana kuwa nao pamoja. Na naomba hii isiwe mwanzo na isiwe mwisho. Kongamano kama hii izidi kuendelea, ili tuzidi sisi kama wachezaji wa zamani tuweze patana, na pia itupatie nafasi. Mungu atujalie tuwe active, miaka zetu ziongezeke. Bado shabiki wa Gor Mahia? Mimi bado Gor Mahia ninayo kwa roho, ni damu. FC Leopards? Hapana, yangu ni Kogalo. Popote hata nikiwa kule nyumbani wakishindwa, nimekufa. Nafuatilia sana mechi zao zote zile wanacheza. Na bado niko na roho na hiyo timu yangu. Asante sana na kila laheri bwana Legendary. Asante. Huyo ni Solo, wakati wake wakimjua kwamba yule mchezaji ambaye aliwatesa zaidi wapinzani wake akichezea klabu ya Gor Mahia na timu ya taifa ya Harambee Stars bwana. Nizungumze na nyota mwingine wa zamani, karibu zaidi kwenye Zilizala Viwanjani. Tumekutana bwana, tabasamu kwanza likakujulisha. Hii inamaanisha kwamba ukicheza soka unafurahia. Tuanze kwa majina. Kwa majina naitwa Morris Ochieng Kiri. Yaani hiyo ndio ilikuwa jina yangu, lakini nickname ambayo nilipewa na fans wangu ni kwa Konisonyi. So hiyo ndio ilikuwa nickname yangu. Vilabu bwana, ulipiga kama vilabu kama ngapi hivi wakati wako ukicheza? Tangu nianze kucheza tuseme ni vilabu viwili peke yake. Ya kwanza nafikiri nilianza na Luo Union. That was 1967. Alafu 68 Luo Union ikavunjwa pamoja na Luo Sports. Gor Mahia ikawa formed. Sisi ndio tuliform na Gor 1968. So tangu niingia kwa Gor sikuwa ninataka kutoka. Lakini nilipoingia sikuwa na kazi wakati huo. Kwa hivyo nilikuwa kwa approach na timu ya polisi. Wakanichukua, wakasema wananipa kazi, nikasema sawa. Basi kuna wakati tulicheza na Gor, nikawafunga. Fans wakasema lakini si huyu mchezaji ndio yule tulimchukua. Tulikuwa naye huyu. Sasa ilibidi fans walilazimisha officials wanitafutia job nitoke kwa polisi ili niendelee na kuchezea Gor. So walifanya hivyo. Wakaja kwangu, wakaniambia tunataka kupa kazi. Kwa hivyo fans wanataka uache polisi urudi kwa Gor. Sasa sikukataa. Nilikubali kwa sababu sikupendelea polisi. Sasa niliposikia nimepewa kazi, nikaacha polisi nikarudi kwa Gor. Sasa tangu ninge kwa Gor sijaenda kwa timu yoyote. Hiyo ilikuwa kwa Gor, klabu ambayo nimeipenda na ilinisaidia na kazi. Na mimi pia nimewafanyia mambo mengi nikiwa mchezaji. Hii inamaanisha kwamba michuano ya All Africa Games bwana uliicheza? No, sikuicheza. Sikuicheza. Wakati tu pumziaje hasa hali ya Kenya na soka letu limeboreka ama tumesalia pale? Nafikiri boli imeenda chini. Na inaweza kwenda juu kama wachezaji pia wanapewa nafasi ya kucheza vizuri na walipwe vizuri. Wakilipwa vizuri watacheza. Unajua kama wachezaji wa saizi ni tofauti na wale wetu ambao wa zamani. Sisi hatukuwa tunachezea pesa. Ni kujenga jina yangu na kujenga jina ya club. So wakati huu ni pesa. Ukiwalipa vizuri watacheza vizuri. Lakini usipowalipa vizuri watacheza vizuri. Wasia wako kwa wale wachezaji wa sasa hivi na wale ambao wanaazimia kuingia katika soka hasa la kulipa utawaambiaje? Mimi kitu ambayo naweza kuambia, mchezo wa soka ni nzuri. Tena ni nzuri sana. Lakini ni nzuri kwa wale wachezaji ambao wako na discipline. Sasa discipline ndio kitu cha muhimu. Ukiwa mchezaji mzuri uwe na discipline, nasikia coach ya wako vile anasema unafanya vile umeambiwa na pia unaheshimiana na wenzako. Definitely utaenda mbali. Lakini usiwe ati kama unacheza vizuri sasa umezahau kwamba unacheza soka. Soka ukicheza vizuri utapata malipo mazuri. Asante sana bwana na kila laheri. Naomba sasa ufuatilie mchuano na ona karibu naendelea tu hapa hivi. Nimeshukuru sana na ningependelea
kutana kama iwe inaendelea kila mwaka. Yawe makala kila mwaka. Na pia wale wakuu wa sports, wao wanafikiria wale wazee walikuwa wanachezea vizuri. Wanaangalia kama kuna shida, wanaweza kuwasaidia vitu kama hizo. Si ati wanatuacha tu ikifika wakati wa wao wenyewe kutulete pamoja, saa zingine inawashinda. Lakini ingekuwa wanatutembelea, wanajua shida yule tuko nayo, kwa sababu tulikuwa tumefanya vizuri wakati wetu. Kwa hivyo watu tuzao, kwa sababu kuna wengine ambaye saizi wako wazee kama sisi. Lakini kama serikali ama watu wa sports wanakuwa wanatuangalia vizuri, yani sisi ndio tunaweza kufundisha wale wadogo ambayo wanacheza wakati huu. Tunaweza kuambia fanya hivi ndio uwe mchezaji mzuri. Yeah. Asante sana bwana, na kila laheri legendary. Asante sana. Haya, huyo ni nyota bwana aliyetamba wakati wake, anasema kwamba akichezea Polisi aliweza kuwatonesha kidonda zaidi Gor Mahia. Wakasema kwamba mbona tulimwachilia na alikuwa kifaa chetu mtambo wa mabao. Haya, nizungumze na nyota mwingine karibu zaidi kwenye Zilizala Viwanjani. Tuanze tu kwa majina makubwa na kujua, lakini kuna wale ambao hawakujui, manake hawakukua wakati ule enzi zako ukifanya maneno makubwa. Tuanze kwa majina. Kwa majina naitwa Tobias Ochola Jua Kali. Yeah. Jua Kali, wakati wako ulikuwa mkali kabisa. Vilabu ambavyo ulipiga? Nimechezea clubs 3 na national team, hizo ni 4. Nimechezea Kisumu Works, Hot Stars, Gor Mahia, alafu na national team. Hizo tu ndio tulinipitia. Bwana, kwa hizi vilabu vyote vitatu ambavyo ulicheza, tuache kwanza timu ya taifa, tutakuja pale. Ni mechi ipi ambayo ukikaa hivi chini unaikumbuka zaidi? The big match is in Kenya. It's always 2 legs in a year against Leopards. Those are the rivals. Hizo zingine ni training matches. But otherwise, if you play against your rival is when you know that the competition is there. Then there was another bogey team in Western called Nzoia. That was our bogey team. Nzoia Sugar. Yes. And when we were going to play in Nzoia, we were preparing more than other teams around the country, because the venue in Bungoma was bigger, and the environment was also hostile because of the rivalry between the two clubs. Yes. Katika ligi kuu ya soka sasa hivi, jinsi mambo yako, unahisi kwamba tuko vizuri? I can say yes. At the same time I can say no, because we have so many lopsided decisions that are being made. We have young guys who need direction, but I think they are not getting the best direction to grow. But that is now upon the federation, because they are the regulators of sports, football in this country. So we only need to identify good coaches, then that can manage, that can upbring the young ones coming to the top flight football, so that they grow within what we call the field of football. There are so many things that are happening, and again we need to know that things change. During our days, we were not playing to be paid monthly. We were employed somewhere else. We were playing football as part-time. So we were only being given what we call allowances. For the people who are not employed, we were just giving stipends to help us survive. But because things have changed, we are now into professional level. So the remuneration is now huge, but sometimes it comes with some restrictions, because the young today are earning a huge sum of money which they are not managing well. So they need to have managers, even if they are playing. Because if you are even 18 to 25, you need to have somebody to help you manage your resources, so that at the end of it all, you will have something in your bank to take care of you in the future. But if you are let to run it alone now, you might mess along the way, because so many good players have fallen by the wayside, because they get the big amount of money which they were not expecting. And now they are paying the price of not managing
their money as well. So at the end of it all, you will find they are struggling like us. I can say we are struggling because we were not rewarded as these young guys are being rewarded now. But for me, I was happy because I got employment through Gor Mahia. So I managed to stay in employment until I retired last year. So I think that for me, that is my joy. And it is now my football life now is to spectate, advise the young ones coming up, so that they be disciplined to run their periods in the football longer. Yes. Asante sana bwana na kila laheri nyota bwana. Thank you. Huyo ni nyota wa zamani wa klabu ya Gor Mahia. Anasema wakati wake bwana anakumbuka zaidi hasa debi la mashemeji linalokutanisha vilabu viwili FC Leopards na Gor Mahia, lakini pia akasema kwamba walivyokuwa wanajiandaa, baadhi ya vilabu ambavyo vilikuwa vinawapa tatizo zaidi kiasi cha kujiandaa vizuri wakikwenda kule ilikuwa klabu ya Nzoia Sugar ambayo inatokea katika eneo la magharibi mwa Kenya, kaunti ya Bungoma. Na nilikwambia kwamba haya mashindano ya hawa nyota wa zamani yanashirikisha wale malejendari waliocheza soka lao hasa katika kanda hii ya Afrika Mashariki, Uganda, Tanzania na hasa nchini Kenya. Na sasa hivi basi nizungumze na wale ambao wanashiriki humu ndani. Karibu zaidi kwenye KTN, of course kule nyumbani bwana Tanzania. Mambo yalikuwa makubwa sana enzi zenyu. Unajua wakati huu tunawasikia kina Fei Toto, tunawasikia kina Manula, tunawasikia kina Hussein Mohamed, lakini hao ndio sasa walikuwa nyinyi wakati wenu. Hali vipi kwanza? Tuanze kwa majina, vilabu ambavyo ulichezea na kama ulichezea Taifa Stars mwaka upi hadi mwaka upi? Mimi naitwa Alhaji Abdalla Kibadeni Mputa kutoka Tanzania. Nilichezea mpira timu ya Simba Sports Club, timu ya Majimaji Songea na timu ya taifa ya Tanzania. Yeah. Wakati wako bwana mambo yalikuwaje? Mambo yalikuwa mazuri sana. Mungu amenisaidia. Unaniona kama vile umbile langu dogo, lakini nilikuwa nafanya mambo makubwa kabisa katika soka. Uliwasumbua zaidi sana, watu walikuwa wananitambua popote ninapopita wananijua. Mimi nilikuwa naitwa King, maana yake mfalme kwenye mpira wa tena nasema Afrika Mashariki. Bwana, ligi kuu ya Tanzania imeboreka zaidi. Ukiangalia zile sajili ambazo wanapiga na kile kima ambacho kinawekezwa humo ndani na wadhamini ni cha juu zaidi, na ukilinganisha katika haya mataifa matatu utakuja kugundua kwamba ligi ya Tanzania ni kubwa zaidi. Hili limefanikishwa na nini? Limefanikishwa na kwanza uwezo wa wale wanaosimamia huo mpira Tanzania. Mpira wa sasa hivi umekuwa ni ajira. Zamani tulikuwa tunacheza hobby tu, mtu unafurahi unacheza. Sasa mpira umekuwa ni pesa na watu wanajituma zaidi kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya kucheza ili mradi apate pesa. Na utaona sasa hivi watu wanatafuta sana watu kutoka hata nje ya nchi. Tunaona kuta wageni wengi kuliko wenyeji kwa sababu ni biashara inaendelea vizuri sana. Wanakuja hadi hapa Kenya. Simba ulioichezea wanamchukua Mohamed Bajaber. Ndio nasema wanatafuta watu sasa kwa ajili ya nimekuwa ni ajira. Kwa hiyo mimi nawaambia vijana wajitahidi kupambana. Isiwe kama zamani sisi tukicheza sisi ilikuwa watu wanakutambua, wanakuona ukipita mali uweze kupata tabu, lakini sasa hivi unalipwa pesa nyingi kwa kucheza mpira. Kwa hiyo vijana mimi nawashauri wazazi wawasaidie vijana waweze kujiendeleza kwenye mpira. Tukimalizia ule utani ambao upo sasa hivi kati ya Kenya na Tanzania ambao pia umepeperushwa zaidi juu na dimba la CHAN lililokamilika, wakati wenyu bwana ulikuwepo? Wakati ulikuwepo pia. Watu wanapenda sana. Unajua mpira unapendwa sana na una watazamaji wengi sana. Kwa hiyo watu wanapofanya vizuri unapata. Kwa kwanza sasa hivi ndio nasema ukifanya vizuri mnapata pesa. Ukifanya vizuri kama mchezaji watu wanakutambua. Kwa hiyo utakuta watu wengi wanakimbilia kwenye soka sasa hivi. Tukimalizia pengine AFCON 2027, haya mataifa yote matatu, wewe kama nyota wa zamani yajiandae vipi? Manake walifanya vizuri katika dimba la CHAN. Unahisi kwamba kuna nafasi kwamba tutaenda zaidi ya robo finali? Tena mimi nasema tunaweza tukafika mpaka mwisho. Ni swala kubwa,
watu waandae timu zao vizuri na wachezaji wajiandae vizuri, kwa sababu wanajiingiza make watu wawaone vizuri kwamba wewe una uwezo wa kucheza mpira. Yeah. Kisha hapa nchini malejendari wa gani ambao uliwatambua zaidi ukiwa kule Tanzania? Mimi wengi tu, kina Kilabigo, kina Cham, nakumbuka nani huyu hasa alikuwa ananisumbua, Kilabigo, watu kama hao. Yeah. Asante sana bwana, na kila laheri unaposhiriki mashindano haya. Asante sana. Finali tunawasubiria hapa. Ndio tupo hapa tunaishi. Unasema unaambiaje Wakenya? Sina watusubiri tu kwamba tuache tumalizie tu, ndio tulishaanza jana bwana. Kipenga ndiko kitaamua. Tutaamua, sawa kabisa. Lakini tumekuja kuchukua kikombe cha wazee. Sawa. Asante sana na kila laheri. Nashukuru sana. Haya, huyo ni nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, akisema kwamba finali wanaosubiria katika finali, na lengo lao kuu ni kuhakikisha kwamba wanarudi nyumbani ama wanarejea nyumbani na kombe hili la Afrika Mashariki kwa wale wachezaji waliotamba enzi zao. Mechi ambayo inaendelea sasa hivi ni mechi kati ya magharibi mwa Kenya na hasa pakubwa upande mwingine wale malejendari kutoka kule nchini Uganda ambao wanacheza sasa hivi mechi ambayo itakuwa inaamua nani anamaliza katika nafasi hasa ya 3 bwana. Wamezungumzia mengi, kati ambao wamezungumzia ni hasa yale maslahi ya wachezaji, wakisema kwamba sasa hivi wachezaji wana maslahi mazuri, wanalipwa vizuri. Enzi zao walikuwa wanacheza tu mpira kwa ajili tu ya burudani na mwisho wa siku kuwapa pia burudani wale mashabiki, lakini sasa hivi wale wachezaji ambao kwa katika soka lazima wanazingatia posho lao liko vipi na maslahi yao yako vipi mazuri. Lakini pia wameguzia kwamba hao wachezaji ambao wanacheza sasa hivi wanahitaji hasa kuweza kupata yale angalau mafunzo ya kujua kwamba hizi senti nitazitumiaje, alafu maisha yangu yatakuwaje baada ya kustaafu. Ndio mwisho mwa Zilizala Viwanjani, mtazamaji. Shukrani zaidi kwa kuungana nami tangu mwanzoni hadi tamati. Waliofanikisha makala haya kuwemo wewe shabiki pale nyumbani, na humu ndani mpiga picha wangu Dani Mani ndiye amehakikisha kwamba picha inakwenda hewani na kaa safi, na aliyefanikisha katika fundi wa mitambo kule akiongoza kikosi kizima amekuwa mwelekezi wangu ambaye ni Maka Nyumba, huku mwandaaji ama mtayarishaji kipindi akiwa Cynthia Mwangi. Naitwa Davis Mberia, kwa na utazamaji mwema, usiende mbali manake yanayojiri yanakujia kukupa taarifa na kukupa kulia yote ambayo yanazidi kugonga vichwa vya habari. Kwa na utazamaji mwema, kwaheri.